Ilinenwa ya kuwa katika kizazi hiki walio wa nuru hekima yao itakuwa ni ndogo, lakini walio wa giza hekima yao itakuwa ni kubwa kuliko watu walio wa nuru. Nao wengi watajitenga na mafundisho ya kweli, wakiyafuata mafundisho ya uongo, wakijikusanyia walimu wao. Na wengi watavutiwa na hekima ya kibinadamu na hekima iliyo ya mwovu, kwa sababu wengi watapenda ishara na maajabu. Wengi watapenda kudhibitishiwa, angali neno lasema viaminini zaidi visivyoonekana, kwa sababu hivyo ndivyo vilivyo vikuu, lakini vionekanayo ni vya muda tu. Lakini wengi wataki kuviamini visivyoonekana. Wengi wapenda kuamini katika vitu vinavyoharibika. Lakini ilinenwa ya kuwa katika nyakati hizi na zama hizi kizazi hiki kitahitaji ishara na maajabu. Lakini hakutokuwa na ishara na maajabu zaidi ya ishara Nabii Yona alivyoenda kuhubiria Ninawi, nao akapata kuamini kwa mahubiri yake. Je, Ninawi haitasimama kuyahukumu mataifa na kuwahukumu watu ambao walipelekewa neno la Bwana nao hawakuamini? Lakini zaidi wapo wengi wasemao wao wamjua Kristo, lakini kuyaishi yaliyo ya Kristo panapo changamoto na kunao ugumu. Wengi wapo katika kanisa, lakini wanakosa kujua kuwa, au wengi wakosa kujua kuwa kanisa ni sehemu ya matibabu, ni kama hospitali. Je, wewe wayazingatia yale ya kupelekayo katika kanisa? Je, wewe waimarika katika utakatifu? Au nawe upo katika kanisa kwa ajili ya kuendelea kuyaishi yaliyo madhaifu? Wengi wao wakimbilia katika makanisa kama sehemu ya kujifichia. Lakini nakusii ewe kanisa leo ya kuwa ukapate kuwafunza watu utakatifu. Kanisa leo ya kuwa watu wakapate kumpokea Roho Mtakatifu katika kutimilika katika utakatifu. Maadamu ili kanisa litimilike katika utakatifu na watu waishi utakatifu, lazima kanisa ukapate kumpokea Roho Mtakatifu. Nami nakusii leo ya kuwa daima tuyaishi mapenzi ya Roho Mtakatifu kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu katika kanisa na katika huduma, na daima Bwana atapata kutimiliza katika utakatifu kwa msaada wa Roho wake aliyemtuma kwa ajili ya kanisa lake.